Kristo tumaini letu. Wapendwa, tafakari fupi kama nilivyosema. Leo tunaalikwa kutafakari uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Tuko katika kipindi cha Kwaresima, kipindi cha mafungo, kipindi cha kujikatalia, kipindi cha kurekebisha mwenendo wetu. Masomo ya leo yanatusaidia. Tumesikia kwa namna ya pekee katika somo lile la kwanza, kitabu cha Kutoka, na katika Injili juu ya maji. Tena katika Injili inasemekana ni maji ya chemchemi ya uzima yatakayokuwa yanabubujika, si maji tu. Haya, tutafakari mambo hayo yana maana gani? Katika kitabu cha Kutoka, watu wakamnung'unikia Musa kuhusu habari ya maji na habari ya chakula. Siku hizi wengine wanafunga chakula, ama sisi sote tunafunga chakula. Labda tunajipatia mlo mmoja kamili na kujinyima. Kwa hiyo unaweza ukaelewa habari ya kiu, habari ya njaa unaielewa vizuri kama unafunga. Kwa hiyo watu wale walipokuwa katika hali hiyo, wakawa na manung'uniko kwa kiongozi wao. Ni kama kanisa lile alilokuwa akilitembeza kule jangwani Musa, tuseme labda kanisa lake sijui, ama kama kanisa tuseme tu katika hali tu ya haraka haraka. Na watu mara moja wakasikia njaa. Lakini ndugu zangu, kwa kuwa mnafahamu vizuri hadithi hiyo, napenda niwapeleke moja kwa moja. Mtakatifu Paulo ametuambia nini kuhusu maji katika ule mwamba? Maana Mwenyezi Mungu ametoa maagizo, upige mwamba. Tena ametoa upige mara ngapi? Mara 3. Kisha maji yatatoka, watu wanywe. Na ndivyo alivyofanya Musa. Watu wakapata maji, kiu yao haikuisha. Lakini usisahau hilo, kiu yao haikuisha. Mtakatifu Paulo anatuambia katika waraka wake kwa Wakorinto sura ya 10 aya ya 4, anatukumbusha, anasema, wale watu waliokuwa wakimnung'unikia Musa jangwani kwa sababu ya kiu waliunywea mwamba. Usisahau hilo. Na ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Anatuambia Mtakatifu Paulo, wala tusiende mbali. Wale watu waliunywea mwamba, na ule mwamba ulikuwa ni Kristo mwenyewe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maji aliyoyatoa Musa alipoupiga ule mwamba, watu walipomnung'unikia, ni kivuli cha maji ya uzima, Kristo mwenyewe, Mungu ambaye tumemsikia katika somo la Injili la leo. Mtakatifu Paulo anatueleza vizuri, wale watu waliunywea mwamba ambaye ni Kristo mwenyewe, na walisikia kiu tena, wakanung'unika tena, na wengi, karibu wote, wakafa jangwani. Wote tuseme, usisahau hilo. Kwa hiyo Paulo analinganisha maji yale na chemchemi ya maji ya uzima, Kristo mwenyewe. Katika Injili tumemsikia, tunaambiwa Kristo ameamua kwa radhi yake mwenyewe kupita katika mji ama katika ardhi najisi ya Samaria. Anakutana na mwanamke, na Yesu alikuwa na sababu nyingi za kumpuuza, za kumdharau. Kwanza, Yesu amechoka, tunasikia, na ilikuwa yapata saa 6, na huyu mwanamke alikuwa ni mdhambi, wa Samaria ni wadhambi. Kwa hiyo alikuwa na sababu nyingi, hana sababu ya kupoteza muda kuhangaika na mwanamke mzambi, mwanamke Msamaria. Na Yesu mwenyewe amechoka, ni mchana, ni jua kali, anasikia kiu. Ya nini kuhangaika na mwanamke? Sasa angalia,
jinsi Mwenyezi Mungu alivyojipanga vizuri. Na mimi nasema wazi kabisa, huyu mwanamke pia amejipanga vizuri na wanapambana vizuri katika mazungumzo. Naomba msikilize, kama mmeshasikiliza, nadhani mmeshasikiliza vizuri. Hao watu ni kama wanapambana tena vizuri sana, na wala usifikiri huyu mwanamke hafahamu sana neno. La hasha, si kweli, anafahamu vizuri, tena ni mjanja. Mmesikia alikuwa akiiba wale wa wenzao. Sasa ameenda kisimani muda wa mchana, wakati si watu wengi wanakuwa pale, maana wanaweza kumchangia na kumpiga, ama wakamletea varangati lolote hapo wakamsumbua. Sasa anakwenda peke yake. Kuna watu anakwenda wakati ambao hatarajii watu wengi wapo, maana hataki shida na watu. Ameshatenda dhambi zake huko, anazijua, hataki kuhangaika na watu. Mara nyingine hata sisi tuna tabia hiyo. Tukitenda dhambi yetu ama tukiwa na hali yetu, tunajificha ficha na kufanya mambo yetu katika namna ambayo si watu wengi sana watatuona tunapoketi, ama watatuona ama watatutambua. Sasa huyu amekwenda muda ambao hatarajii kukuta mtu yeyote, naye amejipanga vizuri, maana asije kukutana na wale ambao wamechukua wale, alafu sasa ikawa shida. Sasa anapofika kisimani, Kristo naye amejipanga vizuri. Kwanza, Kristo ameacha sababu zote tatu ambazo nimewaambia. Amesahau kwamba amechoka, potelea mbali. Amesahau kwamba ana kiu, potelea mbali. Halafu tatu, amesahau huyu mwanamke ni Msamaria, potelea mbali. Maana Wasamaria hawachanganyiki na Wayahudi kama mlivyosikia. Kristo anajua hiyo ni chuki tu, imejengwa kwenye misingi ya chuki hiyo. Huo utengano huo ni utamaduni tu, umejengwa kwenye misingi ya chuki, si mapenzi ya Mungu kutengana. Kwa hiyo anadharau pia hiyo. Sasa anamsemesha mwanamke na amejipanga vizuri. Sikiliza anavyomwambia. Jibu lolote ambalo mwanamke atalitoa anakamatwa. Nipe maji ninywe. Hilo swali usifikiri ni rahisi sana. Ni la mtu aliyejipanga vizuri. Ni la mtu ambaye anajua anachokisema. Ni ombi limetafakariwa kwa umakini. Nipe maji ninywe. Chochote atakachojibu, Yesu ataanzia hapo. Sasa mmefuatilia vizuri mahojiano, maana ni marefu mno. Na yamegeuka sasa. Sio tena Kristo kuomba maji, mwanamke kutaka maji. Kibao kimegeuka. Kutoka Kristo kuhitaji maji na kuwa mwenye kiu, mpaka mwanamke sasa ndio muhitaji wa maji, ndio mwenye kiu. Na yule mwanamke anasema, huyu mtu anaonekana ni mwanaume Myahudi, hiki kisima ni kirefu, utatekaje maji hayo? Bado yuko katika hali ya maji ya kawaida. Lakini pia anamkaripia Yesu. Anasema, usijaribu kujifananisha na babu yetu Yakobo hata sekunde moja. Yeye ametumia kisima hiki, wanawe, mifugo yake. Wala usijilinganisha na Yakobo, hujamfikia Yakobo bado. Lakini Yesu kwa unyenyekevu mkubwa anajishusha kumwelewesha mwanamke. Kwanza anaonyesha tofauti ya maji ya kisima cha Yakobo na maji atakayotoa yeye mwenyewe Kristo. Kama hiyo haitoshi, anaonyesha kwa upole tofauti kati yake yeye na Yakobo. Lakini lazima kumstua kidogo huyo mwanamke, akamwambia habari za mambo yake. Lazima kumstua kidogo. Sasa mwanamke anasema, huyu si tu mwanaume Myahudi, anaonekana kana kwamba ni nabii. Tazama anavyoendelea katika imani yake. Huyu anaonekana ni nabii. Sasa anaanza kumweleza. Tena mwanamke anatoa ushirikiano, kamuite mume wako. Sina. Hakuna kupoteza muda sasa.
anatoa ushirikiano vizuri, kamwite. Sina, wala tusipoteze muda, sina. Na ni kweli hana. Na sasa anaanza kumweleza habari za kuabudu. Ni haki kumwabudu Mungu Yerusalemu ama Gerizimu ama wapi? Wanaendelea, tazama wanavyotembea pamoja. Mwanamke tayari anaamini kwamba huyu si mwanaume wa Kiyahudi peke yake, huyu sasa ni nabii. Lakini tunasikia kitu cha ajabu ambacho hatujasikia bado Yesu kukisema kwa mtu yeyote yule. Hatujasikia Yesu kumwambia mtu yeyote yule. Anamwambia mwanamke, mimi ndiye Masihi. Hatujasikia kwanza akimwambia mtu yeyote yule moja kwa moja. Hatujasikia. Na Yesu anasema wazi kwa yule mwanamke, mimi ndiye. Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiye. Hatujasikia bado. Kitu cha ajabu sana kwamba Kristo sasa anamwambia yule mwanamke. Sasa mwanamke imani yake imekuwa kutoka kumwamini yule kama mwanaume wa Kiyahudi mpaka nabii. Na sasa ndiye Kristo huyu naongea naye huyu sasa hivi, haiwezekani. Akaacha na mtungi wake. Amesahau kwamba anahitaji tena maji. Amesahau mengine yote. Akarudi na imani yake mpya kijijini kwao na kusema, ana imani mpya. Je, siye Kristo huyu? Kumbuka mwanamke huyo ni najisi. Ardhi ya Wasamaria ni najisi, na mwanamke yule hakutarajiwa, ni mwanamke Msamaria. Mazungumzo hayo ndugu zangu ni mazito. Tena mababa wa kanisa wanatuambia ni moja ya mazungumzo ya maana sana ya kiteolojia kuhusu umasihi wa Kristo na mwanamke. Huwezi kuyapata kwingine mazungumzo ya ndani namna hii, ya utaratibu namna hii, ya kwenda taratibu mpaka kumfikia Masia. Yesu anaongea na mwanamke huyu Msamaria. Ndugu zangu wapendwa, Kristo amejionyesha wazi kwamba yeye ndiye, sio tu yeye ndiyo chemchemi, yeye ndiye yale maji ya uzima ambayo tukimpata yeye hatutafika tena kuteka, hatutaona kiu tena. Sasa mimi ndugu zangu nawaambieni ambao ninyi mmempata Kristo, msihangaike, maana watu wanauza maji. Msihangaike sana. Watu huuza maji. Na watu hununua maji asubuhi, mchana, usiku, kila siku watu unanunua maji huko, na mnapafahamu. Ninyi ambaye mnayo chemchemi yenyewe, Kristo Mungu, msihangaike. Msihangaike, mnaye Kristo mwenyewe, chemchemi ya maji ya uzima. Msihangaike kununua maji kokote. Mnayo maji tena mengi, tena ya uzima, tena yanatolewa bure, ndiye Kristo mwenyewe. Msihangaike kutafuta maji, kununua maji, kununua huko nje, kuhangaika na maji, kuyaweka sijui wapi, kutembea nayo huku na kule. Mnaye Kristo. Sisi tuna maji yetu ya baraka haya. Waamini wabatizwa tunawanyunyuzia maji haya. Lakini chemchemi ya maji ya uzima mwenyewe ndiye Kristo, ambaye ninyi mnamfahamu, mmemsikia, mnamjua. Kwa hiyo tunapoalikwa kutafakari uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu leo kupitia fumbo la maji ya uzima, mfahamu kwamba mnayo maji ya uzima, tena yapo tele, tena yanatolewa bure katika kanisa lenu moja takatifu Katoliki. Ndiye Kristo mwenyewe. Jifunzeni kwa huyu mwanamke. Tena wanasema tumeamini si kwa sababu umetuambia, lakini sisi wenyewe tumejionea, tumesikia, amekaa nasi. Lakini bado kati yetu
wengine watababaika na kutaka kununua maji mengine sijui wapi. Namaliza kwa kusema, mnakumbuka mfano wa tajiri na Lazaro? Mnakumbuka mfano wake? Mnaukumbuka mfano wa tajiri yule pamoja na Lazaro? Tajiri yule alipokuwa kuzimu alitamani tone. Alisema, weka ncha ya kidole chako uweke tone moja, sihitaji mengi wala sihitaji kisima chochote, naomba tone moja tu. Nani mlifikiri aliomba maji kama maji? Mlifikiri aliomba maji kama maji? Maji tone moja litakusaidia nini kule kuzimu? Alimtamani Kristo, alitamani maneno ya uzima, akasema nenda kawaambie ndugu zangu naomba wakahubiriwe. Wala hakusema wakachimbiwe visima vingi ama waje na maji mengi huku kuzimu, kila mmoja aje na lita 5,000. Hapana, naomba wakahubiriwe maneno ya uzima. Lakini anasema hapana, wanao watu wasipowasikiliza wao basi. Kwa hiyo tajiri yule hakutamani maji kama maji, alitamani hii maneno ya uzima, alimtamani Kristo walau ampate kidogo tu. Alitamani maneno haya ya Injili ambayo ninyi mnayasikia, ayaamini aokoke. Hakupata nafasi ya pili. Ndugu zangu, chemchemi ya maji ya uzima ni Kristo mwenyewe ambaye yupo, anapatikana bure. Tumuombe katika mfungo huu wa Kwaresma kuimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu, Mungu wetu Kristo, ili tuweze kukua. Na tuombe kweli kama huyu mwanamke kuwa na unyenyekevu wa kusema ukweli, ili Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. Mwanamke huyu amerudi na imani yake mpya.